Nini ambayo inafanya uendelee kuwa consistent namba moja katika burudani hapa kanda ya kati? Ya kuwa consistent kwa namba moja kwenye yani ukisikia 24 basi ujue auendi kwenda kukutana na watu. Ukisikia show 24 uende kwenda kukutana na watu chini ya 300, 250. Hiyo ni kwa sababu kwanza mimi napoandaa show na namna yake, siwezi kuingia barabarani na kwanza kutangaza show ya mtu sina uhakika. Kwa Manyoni wana uhakika kabisa kwamba nikitangaza show ni 100%. Sina gauri ubabaishaji. Nimenyoka. Let's make noise for a brother kunyoka, man. We're supposed to make noise for a big brother, man. Yaani bora tu show nimeconfirm mpaka nimeipost. Yes, brother. Unajua kwamba ina 100%. Hata wasanii wangu wanajua kabisa kwamba ubabaishaji sina. Tunazungumzia issue ya show, huo umeridhia. Kama kuna mikataba tumeshaiweka kwa mwanasheria, kila kitu kiko hivi. Ndio tutaingia sasa makubaliano mimi na wewe bwana, hapa ni tarehe fulani, ni hivi na hivi na hivi. Ndio mara sasa Manyoni wakisikia 24 hawana wasiwasi kabisa. Wanajua pale ni uhakika na burudani imenyoka. Ndio maana mpaka leo jina bado liko juu. Bwana, we salute our brother. Tumpe nini bado akiwa hai zaidi ya maua ambao tunampa sasa hivi kupiga mastori makubwa, au sio? Yeah. Kwa nadhani hata vijana sasa hivi elewe hilo. Ukitaka mambo yako yanyoke, unyosha mambo, au si? Kabisa. Usipinde pinde. Usipinde pinde. Alright. Somo kwa kizazi hiki, au si? Ukipinda umejipindishia. Umejipindishia mwenyewe. Unajua kwenye uwekezaji kuna kitu kimoja ambacho watu hawajui. Kuwa lili kwenye investment yako. Ukishakuwa lili maana yake kila mtu anaona kabisa kwamba huyu mtu anajua anachokifanya. Mfano umetangaza show siku ya kwanza msanii hajaja. Next time tena hajaja. Wewe unafikiri next time kiingia babani kuna mtu atakuelewa? Unaua brand. Yaani tuseme bure mtu aje, atakwambia bwana huyo jamaa ndo zake. Lakini umefanya siku ya kwanza watu wakakubali. Siku ya pili wakaona matokeo. Siku ya tatu ya 4 manake hata next time wakiona tu bango la 24 wana respect kwamba pale kuna kitu inaenda kutokea. Wow. You have to be specific. Kwamba bwana nataka nifanye kitu fulani, kwa wekeza nguvu, wekeza maarifa, tengeneza mazingira ambayo unajua kabisa kwamba haya yanakupeleka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa maana wasanii wasumbufu mimi sifanyi nao show. Utapiga simu nitakusikiliza. Hakuna feedback ambayo utakupa. Yeah, let's make your brother, man. Kwa sababu unajua utaharibu brand yangu. Yeah, for real. Kwa nini sasa mimi niharibu kwa sababu yako? Wengi sana na waketeaga simu. Tunaongea tu vizuri, tukimaliza hamna feedback ambayo naomba. Sababu najua kabisa huyu atakuja kunisumbua. Na mambo usumbufu ndio. Usumbufu hapana. Sisi tunapata raha. Ndio maana burudani iko 24. Tunaanza usumbuana bwana, umefika wapi sio nini nafanya na mtu ambaye amenyoka. Tunafanya brother Mwin. Ndio maana yake. Na ndio maana before mimi na watu wangu wako Dar es Salaam, lazima nipige simu nipate status ya mtu fulani. Na huyu yuko vipi kwenye show zake zimekaaje? Kwa utapata feedback. Bana huyu ni msumbufu, anasumbua labda Kisalau, anasumbua huko, anasumbua hii. Utapata brief. Pata brief sasa nao unarudi nyuma. Kwa kama promoter kumbe unavodili na wasanii unaangana background zao, au si? Lazima. Wow, kumbe unafanya research. Research muhimu sana. Research muhimu. Wewe unaweza kuwa